na kufika Betfaji katika mlima wa Mizeituni, Yesu akatuma wanafunzi wawili, akawaambia, kwendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, na mara moja mtakuta punda amefungwa, moja atawatuma. Neno haya yamekuwa hata litimie neno lililosemwa na nabii akisema, umwambie binti ya Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda, na mwana punda, mtoto wa punda. Wanafunzi wakakwenda wakafanya kama Yesu alivyo waamuru. Wakaleta punda na mwana punda, wakaweka mavazi yao juu yao, akaketi juu yake. Na watu wengi sana katika makutano wakatandika mavazi yao njiani, wengi wakakata matawi ya miti na kuyatandika njiani. Na makutano waliopita mbele yake, nao waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana kwa mwana wa Daudi, mbarikiwa yeye anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Na wakati alipoingia Yerusalema, mji wote ukasukasuka wakisema, huyu ni nani? Makutano wakasema, huyu ni nabii Yesu toka Nazareti ya Galilaya. Tuongeze kitabu ya Marko 21. Na wakati Yesu alipokwisha kuvuka tena kurudi ngambo katika chombo, makutano makubwa wakakusanyika kwake, naye alikuwa kando ya bahari. Mtu mmoja wa wakubwa wa sinagogi alikuja kwake, jina lake Yairo. Akimwona akaanguka kwa miguu yake, akamwomba sana, akasema, binti yangu mdogo ni karibu kufa, uje uweke mikono juu yake apate kupona na kuishi. Tunaruka 35. Hata alipokuwa kusema, watu walitoka kwa nyumba ya mkubwa wa sinagogi wakasema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini unamsumbua mwalimu tena? Lakini Yesu hakuangalia neno lililosemwa, akamwambia mkubwa wa sinagogi, usiogope, amini tu. Tunaenda katika kitabu ya Yohana 18. Tunaanza versi ya kwanza hadi versi ya 6. Wakati Yesu alipokwisha kusema maneno haya, akatoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ngambo ya kijito Kidroni, palipokuwa shamba, akaingia yeye na wanafunzi wake. Basi Yuda vile vile, yule ambaye alimtoa, alijua pahali pale, kwa sababu Yesu alikwenda kule mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Basi Yuda akikwisha kupokea kikosi cha askari na watumishi
wa wakubwa wa makuhani na Wafarisayo akakusha kule na taa. Nani? Wakamjibu, Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Na Yuda vile vile ambaye alimtoa alisimama pamoja nao. Basi wakati alipowaambia ni mimi, wakarudi nyuma, wakaanguka chini. Chapia Kristo makofi. Amina. Na wala wengine hawachape makofi. Chapia Bwana Yesu makofi. Wengine watukaliki wanapachika. Tumchapie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru. Kumbuka nilipokuwa kwenye École de Dimanche, mwalimu wangu wa École de Dimanche alitufundisha juu ya ukubwa wa Mungu. Kisha tuelewe, akatupatia mfano ya Busendo. Mwalimu wangu leo amekuwa mchungaji, ninamuona anasema mchungaji nilidanganyaka nikiwa mtoto. Akaniambia watu wanaanja Busendo wa kuomba, wanaombaka, wa kutubu wanatubu. Ilikuwa zamani, ilikuwa mdogo kuliko hapa. Alafu akasema mnapoingia katika Busendo, mkitupa maka ukoo ya mtu ambaye alisaliwa na mama ambaye hatumjui, lakini Yesu akazaliwa pale, akachagua pale ndipo azaliwe. Palikuwa na kusudi. Na kusudi lililomwacha Yesu akazaliwa pale, nilikuwa nimesema ya kwamba, sikumbuke ni siku ya 3, siku ya ngapi, nimesema ya kwamba alizaliwa katika hiyo jamaa ya Yusufu ama Yosefu pamoja na Maria, kwa sababu Yosefu ni mjukuu wa Daudi. Alafu anaitwa kwa jina ya mwana wa Daudi, si kwamba Daudi ndiye alimzaa, lakini anatokea katika ukoo wa Daudi, na vile anabeba utukufu aliyokuwa nao Daudi. Ndio maana Yesu anaitwa mfalme. Anaitwa kuhani mkubwa ni kwa sababu amezaliwa na Maria. Anilisema Maria ni mjukuu wa Lawi. Na Biblia inasema atakayezaliwa atakuwa mfalme na kuhani. Ndio maana Yesu anazaliwa katika relation ya hawa watu wawili. Aweze akatimiza andiko na aweze akatimiza malengo ya mbinguni katika maisha ya mwanadamu. Anasema hakuja kwa watu walio wazuri, lakini kwa watu walio wabaya, ili waweze kuwa wazuri. Mnajua Daudi alikuwa na sifa nyingi sana, lakini pia alikuwa na madhaifu nyingi sana. Kuombezwa baba na kunyaka pombe, unasidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Okotreo unaweza kuangalia ndani ya jamaa yako. Kitu gani ambacho jamaa yangu ilishindwa ili mimi nipate kukitengeneza? Sio ndio vile watu tuko ndio vile tuko mwetu, uulize na shangaa naye alikuwa kavipi? Ndio vile mko mwenu. Niye kukosea adabu revera hayombe hata sekondi. Na tata yangu alikuwa anakosea kama pastor adabu. Usinichezee reverae. Ambia jirani, jifunze kwa Yesu asubuhi ya leo. Mwambie tena, jifunze kwa Yesu asubuhi ya leo. Cho vile kwa tuziapanda tunakuwa kama pastor ukakuya unakuwa mpole. Cho vile mnakuwa kanisa panda. Hapana. Kama yalikuwa masaifu ya nzia panda ya jana, nyinyi nzia panda ya leo muitengeneze ili sifa iongezeke. Tusiendelee katika masaifu ya watu waliokutangulia, lakini tuendelee katika mema walioyafanya na tufanye zaidi kuliko. Ndio maana na washukuru kanisa.
Mliingia katika kanisa yenye iko sawa bisi, lakini mkasema hata kama walijenga hii kanisa, tuanze kanisa lingine. Na mmefanya kanisa lenye sifa. Waliojenga hii kanisa zamani walifanya vizuri, walifanya jambo nzuri, lakini mmeingia kwenye hiyo hatua na mnafanya lile lililo nzuri zaidi. Biblia inasema utukufu wa pili wa kanisa hili itakuwa kubwa kuliko ya kwanza. Ndiyo maana kadiri mnainua kanisa la Bwana, Bwana ainue maisha yenu. Kadiri mnatengeneza nyumba la Bwana, Bwana atengeneze nyumba zenu kwa jina la Yesu. Kadiri mnajitoa kwa ajili ya ujenzi wa hekalu, Bwana ajitoe kwa ajili ya hitaji zenu kwa jina la Yesu. Nisipande sari, acha nibaki. Tuendelee na somo. Wanatuambia Yesu akafika mahali ambapo panaitwa Beti Fage. Sawa. Beti Fage. Na mlima wa Mizeituni. Kwa nini wanasema mlima wa Mizeituni? Estalatero ndo afusho. Kwa nini wanasema mlima wa Mizeituni? Kuna masujaa wakubwa watatu katika Biblia. Sujaa wa kwanza tunamjua ni Musa. Na Musa alikuwa na mlima wake, mahali ambapo kila mara akitafuta kukutana na Mungu, kumsogelea Bwana, alikuwa anapanda juu. Mlima huu wa Musa, hapana wa Mungu. Wa Mungu ni Hebroni, lakini wa Musa ni mlima Sinai. Tafadhali sana Esalatele. Sema Musa alikuwa na mlima ambayo ilikuwa inaitwa mlima Sinai. Sujaa wa pili ni Elia. Elia alikuwa na mlima naye pia ambaye alikuwa na zoezi ya kupanda ili akutane na Bwana, nao ni mlima Karmeli. Alafu sujaa wa tatu ni Yesu. Ndiyo maana katika Luka ukisoma wanasema Yesu alikuwa akiomba kwenye mlima wa Mizeituni, mahali ambapo alibadilishwa sura, na juu ya hii mlima pakaonekana Musa na nani? Na Elia. Katika maisha ya Yesu alikuwa na zoezi ya kuenda juu ya mlima kutafuta tena nguvu katika uwepo wa Bwana, na alijua mahali ninapoelekea kuna vita kubwa, pasipo Bwana kunisaidia sitaweza. Ndiyo maana kabla aingie alienda juu ya mlima, akakaa kwenye mlima Mzeituni. Biblia haituambia alifanya siku ngapi, lakini inatuonesha akifika, kabla aweze aingie ndani ya njia ya sifa ama ndani ya mji wa Yerusalema. Yesu akimaliza kuomba akatuma wanafunzi wawili, akawaambia muende mkaniletee punda na mwana punda. Hapa wanasema punda na mwana punda, alafu hatujui Yesu alipandaka kuya wapi. Lakini ukisoma Yohana 12:12 kushuka, hao hawakutia punda, walitia mwana punda pekee yake, na wakaweka mkazo. Yesu akasema mumniletee mwana punda kwa malengo, sababu hakuna mtu aliyekuwa amepanda juu yake. Inatufundisha nini asubuhi ya leo? Kila mara unapotafuta kuachilia dhabihu kwa ajili ya Bwana, usiachilie dhabihu yenye ilisalia apres de passe zako.
Mchungaji, ikitokea umeandaa sadaka za zabihu za kumheshimisha Bwana, usikuwe na zoezi ya kumuletea zenye zilisalia apre kufanya depase yako. Hamutasema amen, shughuli ni mnafanyaka. Tumekuwa na zoezi ya kuletea Yesu punda yenye ishapandiwa. Yesu haendake kupunda yenye ishapandiwa hako. Yesu anaendaka kupunda yenye haiyaenda hako. Chua kienda hako, aipatie namna ya kutembea, aipatie sifa zake, aipatie heshima zake, aipatie alionayo. Wengi kati yetu wanapoleta sadaka wanaangalia zile zilisalia msoko, apre kuuza masamaki, umeuza bunga, umeuza ile kime, shamarupu. Nasema kunisalia ngapi? 5,000. Wewe utatoa desa, utatoa sensa, utatoa 1000 francs, na mimi baba yenu utatoa 1000 francs. Umepoteza malengo. Yesu akaweka mkazo, akasema mniletee mwana punda, kwa sababu hakuna mtu ambaye amepanda juu yake. Wakaenda wakamleta, wakasema wakatandika mavazi juu yake. Najiuliza, ile inapoteza usamani. Napoteza usamani kabisa. Weka mkazo juu ya mwana punda, alitaka wafundishe wanafunzi namna ya kumheshimisha katika mapato. Biblia inasema wakatosha mavazi. Sio watu wengine, sio kundi, lakini ni wale wanafunzi waliokuwa na Yesu. Kwa nafasi ya kwa le disciple, wenye walikuwa wale wa disciple wa karibu wa Yesu, abo Petro, abo Yakobo, abo Yohana, abo Mathayo na wengine, wakatosha mavazi. Hapo kuna kitu ambacho kwa urahisi hauwezi kuelewa. Wakatosha mavazi yao, wakayatandika juu ya mwana punda. Wachungaji watanielewa vizuri. Tunajua ya kwamba hawa Wayuda walikuwa na wala ropo. Ndio ilikuwa teni. Wakitosha mavazi wanabakia na nini? Haleluya kanisa. Biblia inasema hawakuwa na vala maveste sawa mimi. Shule ninaweza tosha veste, ndabakia na shemizi. Akubarikiwa nasi sawa na kutosha mavazi. Maana yake wakamaliza usamani wao wote, wakaweka juu ya heshima ya Kristo juu ya punda. Si kwamba walitosha tu mavazi. Mchungaji alisema ya kwamba Biblia inaposema juu ya vazi, inasema juu ya kitu yako ya heshima. Waliachilia vitu vya heshima, wakaviweka juu ya mwana punda, ili akitokea aweze kuatire atasio ya kila mtu mwenye atamuona. Kama Petro alikuwa iko na kaparsela akakausisha, akaenda uza liua ya kutia kumgulu ya punda. Kama Yohana alikuwa uza maua, akaivalisha mwana punda, ili Yesu anapotokea utukufu wa Mungu uonekane. Walitosha nini? Mavazi. Maana yake heshima yao. Haleluya. Wakiachilia mavazi juu ya mwana punda, Biblia inasema mwana punda alipotokea, makutano wakakuwa mbele yake na wengine makutano wakakuwa nyuma yake. Kisha punda anaenda, kama wejo punda ama mimi ningetembea nikijisifu, nikisema wamenikandikia mavazi kwa ujinga, wamenikandikia mavazi. Lakini punda sio kitu ambayo walitandikia mavazi.
mavazi waliyatandika kwa ajili ya yule aliyekuwa juu ya punda. Siku zote unaachilia jambo kwa ajili ya Yesu, Yesu anakipa heshima, na heshima wewe ndio unatembea kama hayo. Punda ilisema siku zote mimi napitaka hapa, mbona si kuwaka na cortege? Leo cortege inatokea wapi? Ilisahau ya kwamba kuna mfalme, na mfalme akitembea kuna kuwaka cortege. Kwa jina la Yesu asubuhi ya leo, wote walio hapa mmembeba Yesu, awaongezee heshima na sifa. Wote walio hapa wamemheshimu Bwana, wamemkubali Kristo, wanatembea pamoja naye, Bwana awaongezee sifa, awaongezee tena utukufu wake. Siku hii punda siku zote ilikuwa ikipita ilikanyaga mavumbi, na cette fois-ci ikatembelea mavazi, ikatembelea matendo. Heshima yako Mkristo ni Mungu naye mbeba. Heshima ya mali yako, kuendelea kwa kazi yako, kuheshimika kwa ndoa yako ni Mungu unayemchukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kufuata, Biblia inasema ya kwamba makutano walitembea wakisema Hosana, 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 Hosana. Maana ya Hosana kusema nini? Msikia walimu akakosa njia ya kupitia. Bwana anaweza kukufika na utukufu mpaka mchawi aliyeinuka usiku Seroe anaruka akiwa na misio ya kukuya kuangamiza jamaa yako, akiona utukufu wa Bwana ambao imezunguruka familia, anasema haiwezekani. Yesu ana mamlaka katika maisha ya watu ambao wamemfanya kuwa priority, akawazingira pande zote, akawapatia sifa na heshima yenye itawafanya kutawala na mbele za adui yao. Hamjanisikia vizuri? Watatu mkuu. Alafu nyie ndio maadui zangu. Mtu ambaye amefanya Yesu kuwa priority, amefanya Yesu kazi ya Bwana kuwa kipaumbele. Nimewaambia kitu kilichomfanya Yesu akamfufua Lazaro ni kwa sababu Lazaro alijifanya rafiki wa Yesu na alikuwa supporter wa huduma ya Yesu. Alafu hawa ni maadui wamesema kesho ama leo wakati Joshua atashimama tutamuangamiza. Ya kwa kofombe hapa wanafika na mulie de rendez-vous. Gisi kunawezekana mlozi moja amefika hapa, ana malengo ya kuharibisha ibada, ana malengo ya kusubaisha watu, lakini utukufu wa Mungu ikionekana mahali hapa, mchawi hana kazi ya kufanya. Ndiyo maana naambia watu kila mara, usiogope quartier mlozi alihamia hapo, mlozi aogope quartier wewe uko hapo. Mnahamaka juu, utukufu ya Mungu haiyakuwa juu yenu. Sifa za Bwana zikivamia maisha yako, hata kama wamepanga wataniona kwa macho, lakini malengo yao hayatafaulu juu yako. Mshimami hapa hivi, muangalie mfano. Yohana anasema katika 18 verse ya kwanza hadi 6, anasema Yesu alienda kwenye shamba mahali alikuwa na zoezi ya kwenda kukaa na wanafunzi. Akikaa hapa, Yuda Iskarioti, mmoja wa wale 12 aliyemtoa Yesu, akaenda akaonana na ya Yuda njoo huyu. Akaenda akaonana na
wakampatia madola, wakampatia vyote vyenye alivaomba. Anasema mimi nitawapatia Jesi. Mechenye Yuda alisahau ni kwamba Yesu iko envelope de gloire. Akiwaambia, wakakuya na masilaha, wakakuya na mikuki, wakakuya na mipanga, vyote vyenye vinafaa. Unakuya bana civil, unakuya na mamipanga na mashari ya makomba. Biblia inasema Yesu akijua akatokea nje, akawauliza, mnatafuta nani? Ambo tunatafuta ye Yesu Mnazaa. Eske wao walikuwa hawajui Yesu? Walimuona akiingia, walimuona akifanya miujiza. Kitu gani na wafanya wasimjue Yesu wakikuwa face à face? Ambia jirani, la présence de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mtu akainuka juu yako, akasimama, akaenda nyumbani kwako, akaingia na ndani ya nyumba, akapita kwenye ukuta, anakuya na kutafuta, anakukosa kwenye huko na unaikala msalo. Inawezekana adui mchawi, inawezekana ameingia kwako, amekuja na malengo ya kukuangamiza, lakini uwepo wa Bwana juu ya maisha yako inaweza ikamrendre avekle. Nakumbuka habari za mtu mmoja katika Biblia anaitwa Elisha. Wanasema kikosi cha Wasuria kikakuja kwa malengo ya kumkamata na kumfanya nyara ya mfalme. Walipofika mbele yake, wakakuwa msamari, au nom de Jésus. Bwana, watu kama vile roho ambao wamejiporte kara ya kuanguka kwako, wakukose kila mara, wakikutafuta wewe. Wakakuja kwa malengo na makusudi ya kumwangamiza Elisha. Wakafika mbele zake, akawauliza, mko mnaenda wapi? Wakasema, tuko tunatafuta mtu amjue Elisha, akiwa ukwenda wapeleka kwenye hiko. Haleluya. Uwepo wa Bwana ina uwezo ya kuleta protection. Mwache kupoteza wakati mkisema, Mungu utulinde, Mungu utukinge kwa jina la Yesu. Achana na usembe wa kiroho. Bwana anawalinda wote wanaomheshimu kama mboni ya jicho lake. Hata kama hujasema akulinde, anakulinda wewe. Ambia jirani, Yesu akulinde asubuhi ya leo. Simama uambie watu watano, Yesu akulinde kwa jina lake mwenyewe. Simama uambie watu, sema Yesu akulinde. Wazee, ambia mtu, kwa jina la Yesu mbingu zikulinde. Simama uambie watu wana ulinzi na kufuata. Sijaona watu ambao wananielewa mahali hapa. Kama unaelewa, sema naelewa. Haleluya. Wasoda wakafika, Yesu akawauliza, mwenye iko na buhaka ndo nani mwenyewe? Amefanana huyu. Alipouliza akamjibu akasema, Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yesu haogopake problem ya maisha yako. Yesu haogopake shida tunazozipitia. Yesu haogopake hata kama adui wamesimama 1000. Anasema msiwaogope, sababu mimi nitawapigania ninyi. Wanasema akawajibia, ni mimi, na mabunduki na mashana na mipanga, ambao wakarudia nyuma. Taifa kubwa linaogopa mtu mmoja. Namna gani wanaweza kuogopa individu? Waliona utukufu wa Mungu juu yake. Biblia inasema wakarudia nyuma. Baada ya kurudia nyuma, wakaanguka. Kwa jina la Yesu, wote watakaosimama juu yako wataanguka kwa jina lake pekee. Hakuna mtu atakayesimama juu yako. Kama unaelewa, simama, sema naelewa. Haleluya. Yesu akasema, ni mimi. Wakaogopa.
anaposimama nami nitasimama. Fanya Yesu kuwa priority wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ujifunze kumfanya Yesu kuwa priority. Kama kikosi kilianguka mbele ya Yesu, mfumu ni nani? Mwenye iko muhimu mnyumba ya manyasi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema msiwaogope. Hata mkiwaona wamekuja na farasi, msiwaogope. Lakini watu ambao wataogopa ni wale ambao wamemfanya Yesu kuwa priority. Tulio nje, haleluya. Bwana wainue tena. Hata kama mko nje ya neema ya Bwana iwakutanishe mahali mlipo. Wanaopitia vita vya roho katikati yenu, Bwana wasimamie. Bwana washindanie. Wote watakao kata hatua ya kumfuata Yesu, ya kuweka mavazi juu ya mwanapunda, utukufu iliyompatia Yesu ushindi mbele ya wachumbe wakubwa, Bwana akupatie utukufu ule. Heshima zenu wazazi. Tunaweza tukakaa. Sema hizi ni kazi za Yesu. Sema tena, hizi ni kazi za Yesu. Kwa mara nyingine sema, ni kazi za Yesu. Mimi mchungaji wako siwezi kukupatia neema ile, lakini Yesu anaweza kukupatia. Wazazi wako hawawezi kukupatia neema ile, lakini Yesu Nazareti anaweza kukupatia neema ile. Anakuhitaji uwe tayari kufuata na kumtumikia kwa moyo tayari. Na kuhitaji ujifunze kumtii na kumnyenyekea, nawe utaona ishara za Bwana. Wanasema aliingia kwa sifa kubwa, matawi na mavazi wakayatandika chini. Mchungaji alisema matawi ni sempole ya monea franga ya Israeli. Walikamata pesa zao wakazitandika chini. Wakakamata heshima zao wakaziweka chini. Kitu yako ya heshima unaweza ukaiachia Bwana leo kwa imani tu. Acha niwalizie katika Marko. Katika Marko, tukikumbuka ya kwamba anasema juu ya uaminifu wa Mungu ndani ya maisha ya mtu ambaye amemfanya kuwa priority. Uaminifu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu. Habari hizo ambazo tunazipata katika kitabu cha Marko ni za baba moja anaitwa Yairo. Alafu nimesoma vitabu vingine, nimesoma katika Mathayo, katika Marko, pia katika kitabu ya Luka. Alafu Luka ni ni Luka ananifunulia kitu kimoja cha maana sana. Unajua, tukisoma Marko anasema binti wake mdogo, maana yake kulikuwa wakubwa yake. Huyu ni Marko. Lakini ukisoma Luka, fie wake mwenye iko unique. Nazani nitoe andiko ili wale wanaosoma mtafanya meditation nyumbani. Kitabu ya Luka, wheat current unashuka. Baba mchungaji, umepata kwenye anasema juu ya mwana wake wa pekee. Angalia mchungaji, tusome mchungaji.
Luka 8 yanje kukarandaye. Mkubwa mmoja wa nyumba ya kuabudia aliyeitwa Yairo akafika, akajitupa mbele ya Yesu na kumsihi afike kwake, kwa sababu alikuwa na mtoto mmoja, binti wake wa pekee. Mtoto mgapi? Mmoja, Binti wake wa pekee. Une fille unique d'environ 12 ans. Unique. Kifaransa inasema fille unique. Mwana wake huyu ni Luka. Lakini naona yeye anaonesha kama alikuwa na watoto wengi. Alafu miongoni mwa wale wengi wa mwisho kadete. Tuachane na vile vyote, havina maana leo. Nilikuwa na muda ningetosha somo hapa. Alafu akakuwa mgonjwa sana. Biblia inasema huyu baba akaenda akaona Yesu. Alafu akashuka kwenye miguu ya Yesu, akamsipilia, akamwambia twende nyumbani. Ukiweka mkono yako juu mtoto wao apate kupona. Kisha hii Biblia inasema akaenda haraka. Lakini Yesu hakuenda haraka. Yesu alikuwa na mahali anaelekea. Hakuenda katika nyumba ya Yairo. Alikuwa na malengo ya mahali anapoelekea. Na katika haya malengo, Yairo akakuja mbele, hakuja nyuma. Alijua akatokea nyuma, Yesu ataendelea kuenda. Akatokea mbele, akajiweka mbele ya miguu. Yairo akamwambia kuja kwangu. Yesu akamuuliza katika vitabu vingine, niende kwako uko nani? Kisha wanasema makutano waliozunguka Yesu wakamwambia Yesu, huna tunatukuya wewe kwa Yesu. Wakamwambia Yesu, nyamaza, nyamaza. Unauliza hapa. Si ule cho mwenye alishengaka chisomo. Amu Yesu aliposikia akakunja mkia, akaenda haraka. Matendo huu. Makutano yamesema alifanya nini? Alijenga kanisa. Ile sinagogi yenye huko naenda somea, si huyu cho mwenye alishengaka. Yesu akaacha program, akaenda kwa Yairo. Chukua heshima zako. Kitu gani ilibadilisha programu ya Yesu? Ni ushuhuda yenye Yairo alikuwa nao, yenye watu walirendre comme témoignage mbele ya Yesu. Na Yesu akaenda. Alafu katika safari pakapatikana miskati ya mwanamke mwingine wa Dusa akitokwa na damu. Binti ya Yairo, Dusa ni mgonjwa. Mwanamke wa Dusa akitoka na damu. Si kwa bure Dusa, lakini leo sina maana na Dusa. Akasimamisha Yesu, akagusa pingu la vazi, mnajua habari, na akapona. Yesu akamwambia imani yako imekuponya. Akapona. Mwa ile sende amunyumba wenye wanatumikaka kwa Yairo, sababu alikuwa tashiri. Wakakuya wakamwambia Yairo, acha kwanza kusumbua mwalimu. Mtoto wako amefanya nini? Amekufa. Amu Yesu hakusikia maneno yao. Akamwambia Yairo, usiogope. Kitu gani kinampatia Yesu ujasiri? Ni kile ambacho Yairo alikifanya. Kinaacha hata kama mtoto wa Yairo amekufa, watu wamesema ni maiti, watu wamesema imemalizika, Yesu akamwambia Yairo, usiogope. Amini tu. Yesu akaenda. Nimejifunza ya kwamba Yesu, kama umekuwa mtu mwenye umemfanya kuwa priority, uko na
ana ushuhuda mbele za Mungu na mbele za watu. Mungu hasikii yake maneno za watu juu yako. Mungu hasikii yake maneno za watu. Mungu anaangalia yale uliyoyafanya, anaangalia na imani yako. Ndio. Pima kuuliza jirani, eske uko na save mbele ya Mungu? Nimeona mkubwa yuko hapa nyuma. Unaweza angaje mtu mwenye hana save? Negative. Eske mko na masave zenu mbinguni? Wangapi tuko na masave? Mwenye anajua niko na save, tutie mikono penye tuko na masave. Penye tuko na masave, mikono juu. Ambia jirani yako, leo anja save yako na Mungu. Mwambie leo anja save. Wengine hawajui save. Ninajua wengi miongoni mwenu mko deja na masave. Hamjui maana ya save. Usisikie, usiogope, amini tu. Yesu akaenda, akafika. Ambatu bikuwa analia. Akawatosha nyema kulia mtoke. Akaingia mwana Petro na Yohana na Yakobo na mama yake na baba yake. Wakaingia. Akawaambia mnyamazi, mtulie. Hajakufa, analala. Kisha akasema mtoto, amka. Yesu aliposema hajakufa, analala, Luka anasema watu wengi walisikia wakamcheka. Akaona kama akili haiko sawa. Walipoona mtoto anatokea na iko anatembea, iko nakula chimukati, wakaamini. Biblia inasema Yesu alipomwambia amka, akasema mfanye nini? Wampatie nini? Chakula. Na katika taifa la Israeli tunajua chakula cha heshima ni mkate. Ninajua walimpatia mkate sababu mkabati ya tajiri hampasaki mkate na maziwa. Alikula mkate. Akitokea na mkate, waliocheka wakastaajabu. Kwa jina la Yesu. Wale wanaokucheka kwa sababu ya madhaifu yako, Mungu akuheshimishe ili wastaajabu katika makubwa yako. Sisi tunaotembea pamoja na Bwana hatuzimiki roho kwa sababu ya maneno dhaifu ya watu. Tunajua aliye na neno la mwisho ni Baba. Ndio maana watu wanaposema utakufa hii mwaka, unapita unasema sitakufa, nitatangaza wema wa Bwana. Wanasema hii mwaka itaisha na haolewe, unamwambia mwezi wa 7 nitakuletea invitation ya mariage. Anakuambia hii mwaka utapata aibu, utafukuzwa kwenye nyumba ya ndoa. Mwambie nitafukuzwa ili niingie ndani ya ghorofa yangu. Nimesikia mtangazaji mmoja akitangaza hapa. Unaweza nitaliwaka naye? Kuna siku alipaka lokate. Inawezekana kesho Mungu akupatie address mwa hivi ndio. Lakini jifunze kumfanya Bwana kuwa priority. Ningelikuwa na muda ningeliendelea, lakini kwa leo Bwana awabariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninainua jina lako Mungu wangu na Baba yangu, nakushukuru sana kwani nimetoa mzigo wako, na ninaamini Roho wako amezungumza na roho za wana wako, amewafundisha, amewaelewesha nini ni makusudi na mapenzi yako. Acha Bwana katika kazi hii ambayo tunatafuta kuifanya, utukufu wako pekee uonekane na uaminifu wako ushimame juu ya wote watakaotii neno lako.
usijifiche na usitunyamaze, bali utufanyizie kitu ambacho kitakuwa ushuhuda, kwa jina la Yesu, amen. Hata kama muda imekimbia,